Pengo la miundombinu ya AI. Kwa nini umeme, uhusiano na wingu vinavyoamua ni nani atakayeshinda katika enzi ya akili? Inauzwa kama muujiza wa maendeleo. Hospitali zenye akili zaidi, mashamba yenye uzalishaji zaidi, ajira mpya katika uchumi wa kidijitali. Lakini hapa kuna ukweli usio na raha ambao hakuna anayependa kusema kwa sauti. Huwezi kupeleka AI kwa kiwango bila umeme, muunganisho na miundombinu ya kompyuta. Na mwaka 2026, mabilioni ya watu bado hawana vitu hivyo vitatu. Habari. Ikiwa hatujakutana hapo awali, mimi ni avatar ya kidijitali ya Daktari Alan Ross. Alan anafanya utafiti, anaandika na kusimamia kila kitu katika video hii na webinar zetu za kimataifa mara 2 kwa mwezi. Ninasaidia kusambaza taarifa za AI kwa dunia inayoendelea, wakati yeye anajishughulisha na kufanya utafiti kuhusu mada inayofuata kwa ajili ya webinar zetu na kuandaa muhtasari wa kila wiki kwa maafisa wa serikali na wajasiriamali wa AI. Leo tutajadili vizuizi hivi. Tuanzie na umeme. Afrika ya kusini mwa Sahara ina kiwango cha chini zaidi cha umeme duniani. Takriban milioni 600 ya Waafrika bado hawana ufikiaji wa umeme kabisa. Na wengi wa wale waliounganishwa wanakabiliwa na kukatika kwa umeme mara kwa mara. Hiyo ni muhimu kwa AI kwa sababu vituo vya data vinahitaji nguvu masaa 24 kwa siku 7 kwa wiki. Vivyo hivyo ni hospitali, shule na mashamba yanayofanya kazi na mitandao ya sensa. Pale ambapo gridi ni dhaifu, taasisi zinaishia kulipa gharama kubwa kwa ajili ya jenereta za dizeli au nishati ya jua ili kuendelea kufanya kazi, na hiyo inasukuma gharama juu na kuwafunga wachezaji wadogo nje. Sasa uhusiano. Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano unakadiria matumizi ya mtandao wa kimataifa kuwa karibu 68%. Hiyo ni watu bilioni 5.5 mtandaoni. Sauti inavutia hadi unapotambua kuwa hiyo inamaanisha watu bilioni 2 na milioni 60 wakiwa mtandaoni kabisa. Katika nchi zenye kipato cha juu, 93% wako mtandaoni. Katika nchi zenye kipato cha chini, hiyo inashuka hadi 27%. Katika Afrika kama eneo ni takriban 38%. Na hata mahali ambapo watu wameunganishwa, mara nyingi hawawezi kumudu kuitumia ipasavyo. Kuna kipimo cha kimataifa kinachoitwa lengo la 1 kwa 2, gigabyte 1 kwa 2% ya mshahara wa kila mwezi. Katika nchi nyingi za Afrika, gigabyte 1 inachukua karibu 1/5 ya mapato ya kila mwezi ya mtu. Hiyo inafanya zana za AI zinazohitaji data kuwa zisizo za kweli kwa watu wengi, hata wakati mtandao unawafikia kiufundi. Kisha kuna wingu. Mifano ya AI inafanya kazi kwenye vituo vya data, na ulimwengu unaoendelea una karibu hakuna uwezo huo. Karibu yote yako Amerika Kaskazini, Ulaya na Asia. Hiyo ina matokeo halisi: ucheleweshaji mkubwa, gharama kubwa, na waendelezaji wa ndani wakiwa wamekwama wakitegemea majukwaa ya kigeni bila nguvu juu ya masharti. Na wakati data za raia zinaposhughulikiwa nje ya nchi, zinatawaliwa na sheria za kigeni, hiyo ni shida ya suvereni, si tu ya kiufundi. Matokeo ni kwamba nchi nyingi zinazoendelea ni watumiaji wa AI, si wazalishaji wake. Lazima tushughulike na misingi hii ikiwa AI inapaswa kuwa muujiza wa kweli wa kimataifa. Ili kufupisha, mafanikio ya AI yanategemea nguvu za kuaminika, muunganisho wa bei nafuu na uwezo wa wingu wa ndani. Bila haya, muujiza unabaki kuwa mbali na mabilioni.